Now, the little kazi tu kidogo nilifanya uchoraji hiyo ndio iliweza kunakiliwa kuingizwa kwenye Guinness World Book of Records. I wouldn't understand because tukienda BBC Bush House, zile magorofa, zile ma interview nipata kule, the interest they were always having on me, I was surprised. Na mimi kufika London ilikuwa kwa sababu ya art, na nilikuwa nimeitwa in the US. So I was in Philadelphia, nafanya a lot of exhibition, zikapitishwa nyingi sana about creativity, art na nini ambazo zinasimamia country by country. Zangu zikachaguliwa. So that's why I was in US. Then from there, nikaja on way back to Kenya, London. Then now the Bush House is the one that required me, BBC. How they got to know me, I don't know. Lakini kazi zangu nilikuwa naona tu zimeenda huku na huku, naona kazi zangu. Lakini zingine hata I can't even remember them or how they got there. So what they were writing and what they were asking and everything, the intention was in Guinness and everything in comparison in whatever. Pale penye walifika ni wao walifika. Mimi nilipojaribu upande huu sikufanikiwa katika hivi na hivi nipite, hivi na hivi pitia serikali, hivi na hivi Minister of Roads, hivi na hivi, yote nikashindwa baadaye. Not one. Unakumbukwa sana Bwana Rix kwa kazi yake ya kulea vipaji. Kuna watu waliopenda kipindi chako cha Art Zone ikiwa wakati ule KBC. Ni kitu gani unakumbuka unaposikia na Art Zone makala ya KBC? Kuanzisha Art Zone in KBC nilitarajia kwamba zile stations zingine zione chochote cha kufanyia wale ambao wanakuja. That was my intention. Nilipokuwa pale principal Buruburu Institute, nilikuwa naacha kazi, naomba ruhusa nenda KBC ili kuendeleza wale wanaotoka Kangemi, sijui wapi. Nilikuwa napata I could get and go through them and then I gave them a forum. Na ikaanza kuitwa. Then toka pale KTN nayo ikanitaka. Sasa nikawa na program tena ya art ya interview na kuwaleta wale ambao wanajenga. 1, 2, 3 months nikawacha, nikatoka. Because sasa kazini walikuwa nafikiria mimi niko nafanya kazi za nje. So nikawacha. Waliogopa kwamba huenda utatimiza sehemu yako inavyostahili katika kazi. Ni hivyo walikuwa nafikiria. Lakini mimi I was going according to the program. Unajua kwamba my exams na kuja lini, by when, we've got how many candidates. Sasa kazi ni double. Ikanifanya niwachane na hiyo ili wenyewe sasa waendelee. Nilikuwa nafungulia ili waanzishe. Zile KBC zikaendelea vizuri sana kuanzisha. So that's what I left about KTN, na zote ili zianzishe. I was just giving a link ili kustart. Na ni kazi ambayo imefanya kwa muda na una uzoefu. Kuna watu ambao unahisi kwamba uliwalea vya kutosha kupitia uchoraji? Wengi unicontact lakini nimesahau majina, sijui ni nani. Wengi naona kwenye Facebook ama Google, tunaanza kujua na mention jina langu. Lakini the truth is this, there are many I couldn't recognize all of them name by name. But wow, who are they getting in touch? Mmoja akaitwa Cassius Wamalwa. I couldn't imagine Cassius Wamalwa ni yupi. Alikuwa mwanafunzi wangu, ndugu ya Eugene Wamalwa. Wamalwa kijana alikuwa ananiita kwake tunaenda, you know, just for art. And I used to link up with them quite a lot. Nilipoanzisha Art Zone, kuna mzungu mmoja akaja kwangu, nikajua wazungu ndio hununua kazi zangu mimi sijui, lakini nataka promote students. Wakaniambia kuna mzee mmoja anataka kuretire, tungependa umchoree kwake kwa nyumba. Anafanya kazi gani? Wakaniambia anataka kuretire tu hapa Kenya, lakini nyumba yake iko hapa Nakuru. We made a date. When we went to Nakuru, wakanipa lift. Gari yangu nikapark Norfolk. Wakaniweka gari yao, ona sijui security menama nini, I didn't understand. Tukaenda kufika Nakuru, kasema lakini niambie ni mzee gani huyu nazungumzia? It was Arap Moi, the president. Mimi sikujua. Hivi ulichora portrait ya mzee Moi? Hapana. Nilikuwa napelekwa nyumba yake Kabarak. Nikaa Kabarak, alikuwa naona ma delegations zinakuja tu. I stayed there for 1 week. Lakini
They took my accommodation and everything in Nakuru. So every morning when I later, then naonaga tu ma delegations ikikuja. Sasa saa zingine president anaingia penye tuko, mimi naendelea na kazi just doing the walls in his own house. When I was doing, then he would come, kijana habari. Yes, mheshimiwa. But you see that okay, I did not expect, si kujua napeleka kwa nani, lakini it was a link of just trying to encourage the youth of Kenya in any way. Why? They've got colleges these days, they've got whatever. I'm happy about that. So hiyo ndio kanipata zile sehemu ambazo nilikuwa napitia huku na huku nikifanya tu kivyangu. Art imegrow sana. Imekuwa sana. That's what naona kweli. Labda kitu gani ambacho kinakupendeza sasa hivi? Ni wewe hapa kinachopendeza. Kinachopendeza na kinachokuudhi. Bungoma haina institution yoyote ya kuleta hawa watu juu. Hata tuseme social, somewhere where these kids can work. Kuna wale wengine wana sauti zao. Hata kutolea sauti ya anybody in Kenya pako na stajabu. Please, let's raise these guys. Kuna wengine yani wako very good in art in any way, in sculpture, in what not, lakini hawana namna. Those days at the university tulikuwa tunachonga hizi na chisels, sawa? These days kuna power saw. You can actually do the greatest thing using a power saw. There's some guys I work with, na waambia nikatieni miti nifanye nini, lakini hii nataka mchonge mfanye hivi na hivi. Wanashindwa sasa, kwani hii ndio nini? Nyinyi chonga mtaona itakuwa nini? I like knowing that even the people in power saw ni wengi sana, and given a chance they can actually produce a very wonderful thing. Na hiyo kitu haitabandikwa hapa. Atakaye beba anaipeleka iende paka Masakuku wenyewe ama Mombasa na pick up, atakuwa beba something that is made from Bungoma, is made Elgon teak, and it is something that has been done by a very creative. Na wako wengi sana. Please, tuone vile tunaweza ku raise watu walioko. If we can have such an institution, all the other areas, many areas of Kenya will start knowing that hapa kuna nini, kuna chuo fulani na chuo. Let's have an institution. Kwa hivyo nafikiri kwamba bado hawaja serikali hajafanya vya kutosha kuwasaidia hawa vijana. Nothing. As an individual, jitetee kivyako. Utajulikana, utaonekana. But hivi unangoja kama serikali kushikia hivi na hivi, ukae hivi na hivi, utapata kwa Kenya na. Mimi yangu husema yawe mazuri kwa wale wanaokuja. Let all the upcoming artists or artisans or creative people come up with their own musicians and everything. I'll always want to see that I'm encouraging them. So iwe Mombasa, nilikuwa nimependa sana kufanya my exhibition pale. Zile pembe zikanipendeza sana. It's a world classic thing. Okay. Zile za what do you call them? So you know. Aya. Dili kaona Bungoma, it got a courtesy of the buffalo. And I went to the government, tukasema, please, I would like to initiate the youth. Tutatoa yetu ya buffalo for the road. Let be a history and let be one of the symbols like Mombasa has. Unajua makaunti vile ziko. You guys told you that the member watachoka. But we wanted to do one at least in Kandui. In Kandui, so that magari ya kupita na magari ya kutoka. And I was ready, we had the whole design. We wanted to do the buffalo as one of our symbol animals in Western. Wakati mmoja Kakamega, they were interested, the bullfighter, Muliro Gardens. Nikataka kuinitiate a number of students tuone kama tunaweza kutoa, because it is known for something classic, something symbol kama the bullfighter. We wanted to do bullfighter. Ikaishaje? Serikali ya siku hizi try to walk to serikali ya siku hizi wale. Go with the initiative of what you want done and what not and what not. Even Bungoma nimeshindwa just to see an institution that is training people this and this and this. Sio kwamba ni isimamie, hapana. We encourage kwamba the youth, please let them come up their own way.
and they'll make life more than gauging for employment. Yeah. Na sasa hivi kuna kazi yote ya uchoraji ambayo unafanya ambayo unahisi kama unafanya kwa ajili ya kuuza ama bila ulikuja nyumbani wewe kupumzika? Ukiretire, umeretire. Hata kama you are a footballer, utakuta bado umeweka mpira kwenye sitting room pale. Lakini uchezi. Mimi nimeretire lakini brush nimeiweka pale. Nikiona rangi inakauka na hii rangi sitaharibika, hii imechapa chapa, hiyo rangi nitaanza kuichezea na then I find it still in my hand. Uaminifu ni kwamba kile alichokupa Mungu akiishi mpaka utakapoaga uende, lakini bado unacho. Some of our best footballers they are there. Na kutangana nao wanaangalia TV tu, wakiangalia Germany ikicheza World Cup na nini wanaangalia tu, lakini wameisha sana na vikongwe. But meanwhile alikuwa the best defender wa Kenyan team na nini. Na waona wako. So we are there, but the thing is this, to encourage the upcoming. That is the thing I think. Mwanangu msichana alikuwa Valley Road, akafanya perform. The performance in art, she was always the top. Using my own name. Tukienda kule Parents Day, tukienda kule na Prize Day, alikuwa na win in art. Yeah. Right now, she's trying to get into a different channel. Lakini, the way you asked, is there anybody who has followed in art? Yes. They have answered. Lakini siku hizi watu wanataka washike channel zao. Kuna mmoja alikuwa ameshika upande wa art sana. Lakini nikamwambia, look, it is not an automatic thing. Chukua kipawa chako mwenyewe. Now she's a pilot. She was with Kenya Airways, but now she's in Qatar. Lakini she's also an artist. Yeah. Kuna wale ambao wangetamani sana pia waweze kuingia katika art industry na wafike mahali ulipofika, maana alama umeweka ni alama kubwa, ama hata wagonge zaidi. Nataka wapite, wagonge zaidi. Unaweza kuambia nini? Penye wako tukikutana, let's share ideas. Wataona hawana chochote lakini wana talanta. Na nigundua kwamba wana talanta, najua vile atawapatia route. Usingoje hivi uitwe hivi. Anza kujionyesha ukitengeza hivi. Utaona wanakuja kwako wanakutaka sasa ili uwafanyie. It is very possible. Yeah. Wale walioko ambao wana hiyo channel hiyo ya art hiyo kwa njia zote, iwe kutengeneza pots, ceramics, iwe kutengeneza nini, watu wana talent. Nikienda Chwele nakuta very beautiful pots na admire. Ukiona yule mama ni mnyanya tu lakini anaziunda. Nikija Central utaona wale mama wameisha kabisa, lakini kwa hivi vikambo hizi kutengeneza those baskets, they're very good. The only thing is this, sit with them and give them an idea. Na vile atakitoa sio ile njia alikuwa anatembea anaitoa tu kawaida, lakini ile design na nini, ile watu design unawasaidia na watatoa ile hata wewe mwenyewe ideas zitoka kwako, lakini wewe huwezi. So the thing is, let's imply what we have through the ones who are on that road, and actually they can go higher. Mtu angependa labda kujua mengi zaidi kukuhusu, labda kutafuta kivipi kwenye mtandao wa kijamii? Siku hizi ni mtandao tu. Atafute nani? Rix Butama. Atanipata. Atapata kazi yako hapo kabisa. Na sasa leo hii wewe tunapokuangazia kwenye makala ya Shujaa, kama shujaa wa Magharibi, maana umefanya kazi kubwa sana katika taaluma ya uchoraji, sanaa. Je, mnahisi kwamba sanaa imepewa nafasi ya kutosha katika serikali? Kenya mzima tuseme upande wa sanii, muziki. Upande wa muziki umekuja na hata wale wenye dini sasa wameanza kufuata hiyo, na unakuta bendi zao na nini zatoka kwa watu wa muziki. Sanaa ni upendo wa watu binafsi.
lakini sio kwamba unajua kuchora, unajua kufanya nini, hiyo hutapata popote ama chochote. Aliyetaka afanyiwe ndiye atakutafuta. Lakini ukisema serikali ikuangalie kwamba wewe ni mchoraji, wewe unajua kutengeneza vifaa fulani vya art, utafika popote. Yeah. Na kidogo ni kurejesha nyuma. Baada ya jina lako kuangaziwa na kazi yako kuangaziwa kwenye Guinness World Book of Records, manufaa yetu ulipata baada ya hapo? I believe in one thing. Maisha unayopewa ni Mungu. Mungu atakubariki uishi na uishi na uishi mpaka ushinde kwani naishi nini. Lakini kusema umepata kwa watu, kawaida mimi nilichokuwa napata nasaidia wale wenzangu. Familia ninayotoka haiko juu kiwango kile. Sasa inabidi ni tuseme the financials nilipata from that. I was helping out my people. Yeah. Lakini wale ambao wanakuja nikiwapata ni neno nitawasaidia. Sijui kama walifaidika. Naomba tu wafaidike. Yeah. Neno la mwisho kutoka kwako Bwana Butama? Bungoma ni kubwa. Bungoma ina population kubwa. Bungoma ikiwa ni kazi, ikiwa mawaziri wawekwe na nini, kazi ni kazi. Lakini wale the youth wako wengi kushinda the grown up, the adults. The youth, mimi I believe they're the best from what I've noted in music. Angalia hizi sherehe za kutairi, zile nyimbo ambazo zinatoka pale, unaona oh my god, hii hebu niweke vyombo na itatoka. Ukisema unafanya sijui uchoraji peke yake, excuse me, haitakupeleka unapofikiria. Lakini wale ambao watakugundua, watakuhitaji uwe mwalimu fulani kule Kisii, uwe mwalimu wapi kule Turkana, uwe nini, please chukua. Usigawe kwamba lazima niwe hapa. Ukitaka kutetea Bungoma ufanye hapa, hutapata chochote. Lakini jionyeshe, utahitajika mahala kwingine na watakutaka. That is what I believe. Mwanangu alienda kufanya engineering and mechanic. Alikuwa the only lady, wale wengine wote ni wanaume. Akabebwa pale na Katara, akasema huyu ndio tunamhitaji. So what I'm saying is this: personal people, try to do what you can the way you can do it. You will be noticed and you will be required for success. Asante. Yeah. Sasa labda niweze kufahamu ni project gani kubwa sasa ambayo unashughulika nayo, maana ni kazi ambayo uwezo kaacha. Kuketi nyumbani, mimi naona fanya kazi uwezavyo, fieka compound, fanya nini. Naona nyumbani ni nyumbani. That is what I just believe. In terms of doing anything I'm talented about, najikuta tu sometimes ndio nimefanizia fanya chochote hapa nje, acha ni chape hapa hivi. That's how I transform myself. Lakini huanga sina intention kwamba nataka sasa nishike mahali kitu fulani nifanye hivi na hivi. No. Mimi huanga ile naamkia tu nasema what am I doing? Wacha nifanye. Yeah. Nasema kuhusu gallery yako. Ulifanya? Nataka kuzungumzia kuhusu your gallery. Say that Two Rivers Gallery. No, Two Rivers Gallery, they called me. They said they require my work for sale. So nikachukua zile ambazo nilikuwa nazo, wakafurahia, wakasema acha tukae na hizi, tutauza alafu wewe upate 50% na sisi napata 50%. So okay, so ni kama ni clients. Ni clients, yeah. Okay, so then my question should be clients, kuna clients wagani waka kazi yako ambazo unafanya, right? Clients, mimi watu who reach me just by phone. I never know who they are. Yeah. So Two Rivers Gallery uliitwa wakati gani? Some 3 months ago. Yeah. Ukasanya ukawapelekea. Yeah. Kuwapelekea, it is a mall. In so many supermarkets in Nairobi. Malls nyingi in Nairobi haitakosa art section. I used to exhibit
Yaya Center, kuna galleries hapo. I used to exhibit Sari Center and hiyo Nakuru. I used to bring my work. Kuna magalleries hapo wanauza. They're all over these days. Ni nyingi sana. And how they discover you, sometimes it is by them and the professional job fulani able to find out fulani tupata vipi. Sometimes they Google, wanakuta majina fulani, how can we reach this, alafu wananikuta. Lakini nyumbani mimi hukaa tu, si kwamba najitafutia nipate wapi na wapi. Yeah, that is the difference. So sometimes they just discover you. Na mtazamaji, nasema asante sana Bwana Tobias Butama. Shukran, asante sana. Leo hii umevaa sura ya shujaa wa magharibi. Ajabu. Ya ufanana hivi ba. Umepata kazini alafu Na bila shaka ndio mwisho wa makala Shujaa wa Magharibi kwa siku ya leo. Tunasema hapa tunawapa nafasi mashujaa waweze kusema sauti yao, waeleze hadithi yao ili tuweze kufahamu yale ambayo wamefanya katika safari ya maisha. Tusingoje wakaondoka tukasema alifanya haya. Leo Bwana Butama amezungumza hadithi yake. Je, yako ni ipi? Huenda kesho tukawa kwako kwenye makala Shujaa wa Magharibi. Mimi ni Willy Khaemba, ndio mwisho wa makala kwa siku ya leo. Tukutane tena wikendi ijayo sana wakati kama huu.